Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Conakry, Guinea. Takriban watu 30 wamefariki dunia baada ya jaa la taka kuporomoka na kufunika makazi yaliyokuwa karibu na eneo hilo mjini Conakry nchini Guinea. Kwa mujibu wa taarifa ya serikali, watu wengine 22 wamejeruhiwa katika mkasa huo. Makundi ya uokozi yanashirikiana na jeshi kupekua vifusi ili kuwatafuta manusura. Ajali ya sasa imetokea katika kitongoji cha Dar es Salaam, Conakry, na watu wengi wamekuwa wakitafuta taka zinazochakatwa na kutumiwa tena katika kampuni zinazochakata plastiki na mabaki ya mabati. Mama mmoja ameambia vyombo vya habari kwamba wanawe 5 walifariki dunia baada ya kuzikwa na jaa hilo la taka. Aidha, kuna hofu huenda idadi ya waliopoteza maisha ikaongezeka. Waziri Mkuu wa Guinea, Mamadou Oriba, alifika eneo la mkasa kutathmini shughuli za uokozi. Katika miezi ya karibuni, serikali ilipiga marufuku raia kufika kwenye jaa hilo la taka kwa hofu ya kuporomoka. Licha ya marufuku hiyo, wakazi wa vitongoji vya karibu wamekuwa wakipekua taka kutafuta mabaki yanayochakatwa na viwanda vya kutengeneza plastiki. Kinshasa, DRC. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na waasi wa kundi la AFC M23 wameanza tena mchakato wa mazungumzo ya amani mashariki mwa nchi. Taarifa ya pamoja kutoka pande mbili zilizokutana nchini Uswizi imenadi kuafikiana juhudi za kufanikisha mwafaka wa kutafuta amani ya kudumu pamoja na kuridhia ufuatiliaji wa kusitisha mapigano. Mchakato wa sasa unazingatia mazungumzo yaliyofadhiliwa na Marekani pamoja na maafikiano ya awali mjini Doha, Qatar. Hata hivyo, pande mbili hazijaafikiana kuhusu vikwazo dhidi ya kundi la M23, serikali kutoa tena maeneo yaliyo chini ya waasi, kuachiwa huru kwa wafungwa wa vita na mazungumzo ya sasa ya kisiasa yanayohusisha vyama vya kisiasa na kuwatenga waasi. Walioshiriki mazungumzo ya Uswizi ni pamoja na mamlaka za Kinshasa, M23, Marekani, Togo, Muungano wa Afrika AU na serikali ya Uswizi. Mapigano yameendelea mashariki mwa DRC licha ya kuwepo kwa makubaliano ya amani. Serikali na waasi wa M23 wamelaumiana kukiuka mikataba ya awali. Uganda, Burundi na Israel. Maafisa wa jeshi la Uganda na Burundi wamekuwa katika ziara maalum nchini Israel kujadili kutuma wanajeshi wake katika ukanda wa Gaza. Nchi hizo mbili za Afrika Mashariki zinachangia kikosi cha amani kinachofadhiliwa na Marekani na wanachama wa bodi ya amani iliyoundwa na Rais Donald Trump kusaidia ujenzi wa ukanda wa Gaza. Bunge la Uganda limeidhinisha wanajeshi wa UPDF kutumwa huko Gaza. Nchini Burundi, maafisa wamesema hakuna kilichoafikiwa, lakini mipango inaendelea kufanikisha mpango huo. Afisa wa jeshi la Burundi ambaye hakutaka jina lake kutajwa amesema wakuu wa kijeshi wa nchi hiyo wamekuwa Israel na kuonyesha nia ya kujiunga na mpango wa ujenzi wa Gaza. Hatimaye, Mogadishu, Somalia. Maharamia wa Kisomali wameteka nyara meli ya mafuta katika mwambao wa Yemen. Afisa wa safari za bahari nchini Somalia amethibitisha hayo na kusema kuwa hiki ndicho kisa cha karibuni ambapo meli 6 za mizigo zimeshikwa na maharamia katika ghuba ya Aden tangu mwezi Aprili. Kundi la maharamia 6 waliingia na kutoa meli iliyokuwa na bendera ya Eritrea kutoka eneo la Al-Mukalla na kulazimika kufika mwambao mwa Puntland. Meli hiyo inamilikiwa na kampuni ya Al-Nada Al-Masi kutoka Qatar. Marekani iliwekea kampuni hiyo vikwazo vya kutumiwa kusafirisha mizigo kutoka Iran. Inasimamiwa na mabaharia 20 wenye uraia wa India, Syria, Sudani na Iraq. Wiki jana maharamia wa Kisomali waliteka nyara meli nyingine iliyokuwa na bendera ya Cameroon na kuizuilia mwambao mwa Somalia. Mamlaka za Puntland zimesema meli ya sasa inazuiliwa na kundi ambalo lina uwezo mkubwa bila kutaja wanaozuiliwa na chombo hicho.